Majenzi ya ulimwengu mpya. Peponi hakuna giza wala bahari, ni mchana tu. Hapatakuwa na jua, mwezi au nyota. Yesu ndiye atakayekuwa ni taa. Yeye Yesu ndiye nuru katika ulimwengu ujao. Angalia uzuri wa mji wenye kusisimua. Pasa makerubi linakuja kuelekeza juu ya kufahamu juu ya wakati ambao Mungu alielekeza. Kuna ulimwengu mwingine ambao Mungu alituelekeza tutakayoenda kuishi. So ulimwengu huu ni mji wa kusisimua, ni raha, mji ambao hakutakuwepo jua, hakutakuwepo mwezi, nyota, ni taa. Yaani Bwana Yesu ndiye atakayekuwa ni nuru, atakuwa ni taa, mji wa kusisimua acha kabisa. Sio sayari hii. Wanadamu tukumbuke tulivyokuwa tunaishi tumboni kwenye chupa, mazingira yake. Leo tumekuja kuishi kwenye dunia hii inajua na mwezi na nyota. Kuna ulimwengu mwingine ambao Mungu ameenda kuwaelekeza, kutuandalia, ulimwengu ambao ni wa kusisimua sana, ulimwengu ambao habari zake nataka nikuelekeze Pasta Makerubi masaa haya. Unaweza sasa, kama ulikuwa unataka kufahamu habari hizi katika sayari hii yenye mabara 7, huko Australia, huko Amerika, huko Afrika, mahala popote katika dunia hii, Pasta Makerubi na kuelekeza, nataka nikutambulishe na kufahamisha majenzi ya ulimwengu mpya. Peponi hakuna giza wala bahari, ni mchana tu. Hapata kuwa na jua, mwezi wala nyota. Bwana Yesu ndiye nuru. Inapendeza, inapendeza sana. Raha. Fungue vitabu vyetu vile vya Ufunuo Yohana. Nataka nikuelekeze vizuri. Yohana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu mdogo sana, alimpenda sana Yesu. Katika ile kamata ya kuwaua mitume, yeye kila akimtupa kwenye pipa, akimweka sehemu yote ile hafi, kabidi amtupe kule Patmo kwenye kisiwa, akaelekezwa juu ya mambo yanayokuja. Yohana tunaweza kusema Yohana wa Patmo, mwanafunzi mdogo aliopendwa sana na Yesu. Fungua Ufunuo Yohana, anatueleza vizuri juu ya ulimwengu unaokuja. Lakini pia hata Isaya pia alitabiri hata Yesu kuja kwake. Isaya itabiliwa. Lakini pia hata Ezekieli naye, baba yetu Ezekieli alielekezwa juu ya habari za mji wa kusisimua, hizi habari zake. Kwa hiyo Yohana, kitabu cha Ufunuo Yohana na Yohana Mtakatifu ni huyo, yaani Yohana Mtakatifu, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana na waraka wa tatu wa Yohana, ni Yohana huyo ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Na Ufunuo wa Yohana ni huyo Yohana wa Patmo. Kwa hiyo nahitaji nikuelekeze kwa makini ufahamu juu ya pepo, ujenzi wa ulimwengu unaokuja, ambao utafungua kitabu cha Ufunuo Yohana ile 21:1-8, Ufunuo Yohana 21:1-8, na Ufunuo Yohana 21:23-27, na Ufunuo Yohana 22:1-5. Atakueleza kitabu hicho cha Ufunuo Yohana. Unaweza ukafungua simu yako ya touch ukaanza kusoma, au kama uko kwenye ndege, mara popote ulipo. Tumetengeneza satellite ambayo iko juu angani kwenye mwezi, iko chini ya mwezi pale, ambapo tunapotoa taarifa hizi, mahubiri hayo, taarifa hizi, unaweza ukawa ukiwa kwenye ndege, unafungua simu yako, ndege inatembea huko kwenye mwendo kasi, vyovyote vile, huko kwenye mapango, huko chini, huko ndani kwenye mageti, unaweza ukafungua, ukachukua simu yako ya touch, ukachukua kama una Biblia, ukaangalia
Kama huwezi vyovyote vile, unaweza ukawasha simu ukasikia maneno haya ambayo Pastor Makerubi anayokuelekeza, afu baadaye utaenda kuangalia. Andika kwenye meseji yako, unaweza kuandika kwenye kompyuta, Ufunuo Yohana 21:1-8 ni majenzi ya ulimwengu mpya peponi huko. Ufunuo Yohana 21:23-27. Ufunuo Yohana 22:1-5. Isaya 66 na kitabu kile cha Isaya, angalia Isaya 66:17-19 na Isaya 65:17-19 na Isaya 66:22-24. Ezekiel 47:12 na Ufunuo Yohana 21:10-22 na Ufunuo Yohana 20:1-15 na Yohana 14:1-24 na Wathesalonike wa pili ile 2:7-12 na Petro wa pili 3:7 na Isaya 24:3, Amosi pia 3:7, Wathesalonike wa kwanza 4:16-18 na waraka wa kwanza Yohana 6:9-10, Ufunuo Yohana 22:6-21. Ni maelekezo ambayo Mungu ametuelekeza juu ya pepo. Ukisikia majenzi ya pepo, majenzi ya uzima wa milele, ndio hayo. Basi nahitaji kukuelekeza kwa kufunulia jinsi ya majenzi hayo yalivyojengwa. Unabii ulitolewa juu ya majenzi ya ulimwengu unaokuja, kama vile tunavyoambiwa habari za kifo, habari za maisha haya, ndio hivyo hivyo na mambo ya uzima milele haituelekeza. Angalia Ufunuo Yohana 21:1-8. Takwenda kwa haraka kwa ajili ya kufunulia. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Mungu anasema kisha nikaona mbingu mpya, so hii na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Hakuna bahari katika nchi nyingine. Hiyo 21:1. 21:2 nasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kuu kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Yaani makao ya Mungu ni pamoja na binadamu. Ikulu ya Mungu ni pamoja na binadamu. Katika ile 21:3 anasema, naye atafanya maskani yake pamoja nao watakuwa watu wake, naye Mwenyezi Mungu mwenyewe, yani Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Yani katika hiyo 21:3 tutakwenda kufanya ikulu ambapo tutakaa na Mwenyezi Mungu. Maskani ya Mungu. Mungu atafanya maskani pamoja na wanadamu katika ile 21:3. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hakuna kifo, hakuna maiti. Naye atafuta kila chozi, kwamba atafuta kila chozi kwenye kambi kule. Tutakuza wote, tutafanana wote, tutakuwa wakubwa kama Yesu wote. Anasema katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, hakuna kulia wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mambo ya dunia hii yatakuwa yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, yani Mungu mwenyewe akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Haya ni ya kweli, sio ya uongo. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na imekwisha kuwa. Akaniambia Mungu, andika. Na yeye anasema, naye anasema katika ile 21:5, na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama,
nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchem ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga yani anasema atarithi hayo, yeye atakaye shinda atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali isipokuwa waoga, ambao ni waoga, watu wenye ufofu tu na wasioamini, watu wasiokuwa na imani, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, yaani na malaya wote, na wachawi wanakwenda kuwanga, na hao waabudio sanamu, na waongo wote, na watu ambao ni waongo matapeli, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili kwa waovu. Mungu akatoa taratibu za kumtii yeye. Anasema hao ndio watakayokwenda kurithi ule uzima wa milele. Katika ile Ufunuo Yohana 21:1-5 hakuna bahari. Angalia Ufunuo Yohana 21:23 mpaka Ufunuo Yohana 21:23. 21:23. Angalia Yohana 21:23 mpaka 27. Angalia, na mji ule, yani ule mji na mji ule jua na mji ule haihitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwanakondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Kule hakuna majambazi, hakuna wezi, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, yaani wale ambao waliokubalika na Bwana Yesu. Anasema Mungu katika kitabu kile cha Ufunuo Yohana 21:23 mpaka 27. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwanakondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake, na milango yake haitafungwa, kwa sababu kule hakuna majambazi kamwe mchana, yani mchana tu, kwa maana humo hamna usiku. Yani katika ule mji wa Yerusalemu tunaenda kuishi hakutakuwepo na usiku, ni mchana tu, wala mchana hauishi. Ni jinsi gani? Kule hakuna mbu, hakuna magonjwa, hakuna njaa, hakuna tatizo. Jamani, mabilioni milele zote tunakwenda kuishi Mikuru. Leo itakusaidia nini hata leo ukapata dunia yote hii, ukapewa ulimwengu mzima? Pastor Makerubi, ulimwengu wote ulikuwa kwa pesa, magari, yaani vikolokolo vyote. Sasa tunakupatia Pastor Makerubi. Mimi sivitaji naishi kama maua, kama mayai, yaani dakika chache nimepotea. Kina Adamu miaka 1000 kaishi wakapotea. Unaenda kuteketea na moto milele, unapotea, unashindwa kuishi maisha ya milele. Aisee, hii ufahamu wa akili. Na ndio maana akasema tutafute kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mambo mengine tutazidishiwa. Ni raha, inapendeza, Kwa hiyo inapendeza kumtii Mungu, kwa sababu tunapata maisha yasiyokuwa na mwisho. Angalia kitabu kile cha Ufunuo Yohana 22:1-5. Ndugu yangu, ukisikia pepo
Ukisikia uzima wa milele, ukisikia majenzi, ukisikia huyu bwana mshahara wake atakaa peponi. Hiyo pepo ndio Pastor Makerubi ninakuelekeza sasa hivi, hiyo pepo. Usipime. Sio ulimwengu huu watu wamejenga magorofa 200 pale Washington, pale New York Marekani. Watu wanasema ndio wamefanikiwa gorofa 200, 250. Hata kama ungejenga magorofa 10,000, hujafika hata kwenye mbingu. Mungu. Jamani. Maisha haya tunajidai tu hapa, tunasema kwamba hapa maisha ni yenyewe tumepatia, lakini ni wakati ambapo ndio maana Mungu anapenda watu waelekezwe raha. Hii ndio raha. Inapendeza kufahamu habari hizo. Angalia pia hapo Ufunuo Yohana 22:1-5. Ufunuo Yohana 22. Ni raha juu ya ulimwengu unaokuja. Inapendeza. Hakuna kitu cha maana kuliko kupata raha hiyo. Alafu bahati nzuri sana Mungu akapunguza hata umri wa kuishi hapa duniani. Huoni kama hiyo ni starehe? Mpaka anapunguziwa umri ili uweze kwenda, kwa sababu angekuacha muda mrefu hapa ungepata tabu. Ungepata tabu sana na hatimaye usingeweza kufanikiwa swala hilo. Kisha angalia 22:1-5. Kisha akanionyesha mto. Kisha Mwenyezi Mungu akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, katikati ya njia kuu yake. Kuna mto ukapita katikati ya ile njia kuu, na upande huu wa ule mto ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa, wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia, kina Pastor Makerubi, kina Musa, kina Elia, kina Enoko, wale watu maarufu waliopiga injili, kina Paulo, watamtumikia nao watamuona uso wake. Yani tutamuona Mungu uso wake. Usipime, tunaenda kumuona Mungu uso wake. Acha kabisa. Nani anaweza kumuona Mungu uso wake? Musa mwenyewe alivyoona utisho. Mungu anatabia kufanya utisho. Yaani Mungu asiaka kutisha. Wewe usipime. Mimi ndio Mungu bwana. Lakini sasa watu namna gani angoja nijishushe nifanye nao. Akavaa kivuli cha kibinadamu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Asili ya Mungu ni neno. Neno linaweza likafanyika vyovyote vile unavyotaka wewe. Neno halitapita kwa sababu neno ni Mungu mwenyewe. Mwanadamu atapita, vitu vyote vitapita na mwanadamu hatapita, ila yule atakayelitii neno amejiunganisha na Mungu. Ukisikia neno ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukilitii neno hili maana yake umemtii Mungu. Hapa unaongea na Mungu mwenyewe live, bila chenga. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake kina makerubi na wengine wote watamtumikia, nao watamuona uso wake, na jina lake litakuwa katika kipaji vya nyuso zao. Wala hapata kuwa na usiku tena. Anarudia tena kama alivyosema huko nyuma, hakuna usiku. Giza ni la kishetani. Ndio maana leo tunasema tuko usiku wa manane. Asubuhi njema inakaribia. Hapata kuwepo giza. Unaona namna gani hapa leo? Giza, nuru, taa ndo zinataka. Yani hapata kuwepo usiku. Yani usiku hamna, ndio giza lenyewe hilo. Wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Yani tutatawala milele. Unajua maana milele? Hakuna ukomo. Hivi kweli jamani? Ndio maana Yesu alipokuwepo hapa duniani akasema hivi, nyie jamani, shetani anajua. Shetani alikwenda kuishi, alikuwa anajua, alikuwa anaishi na Mwenyezi Mungu kule.
akatupwa hapa duniani, yuko pale kwenye mashimo pale Marekani. Kuna bahari pale, ukienda katikati ile bahari kuna shimo liko wazi. Shetani ana makazi sehemu tatu. Makao yake makuu yako pale chini ya bahari kule Marekani, kwa chini kule ni makao makuu kama vile Dodoma. Alafu ana mji wake Sadiki pale angani, unaitwa mji pale angani. Kuna ameweka sehemu kama vile Dar es Salaam, yani mji ambao anazuia maombi ya watu, kwa piga watu. Sehemu ya tatu anakuja kutembea duniani. Huyu Yesu alivyokuja alimnyang'anya roho. Adamu alivyopokea roho ile ya Mungu, Mungu akatoa roho yake. Angeweza kutoa roho nyingine, kwa sababu ile roho aliyopewa baba yetu Adamu, angeweza kutoa roho nyingine, lakini akaamua kutoa roho yake mwenyewe. Na ndio maana roho yake mwenyewe alitoa kwa kuja kufanyika mwili ili aweze kuifia. Na ndio maana Waefeso 2:18 anasema wote tumemkaribia Baba, yani Mungu, katika roho mmoja. Na anasema katika Yohana 1:12 anasema wote waliompokea Yesu wamefanyika kuwa watoto wa Mungu kwa kubatizwa kwa Mungu. Tunapobatizwa kwa Yesu tunapata roho wa Yesu. Na ndio maana hata wale mitume wa Yohana Mbatizaji aliokatwa kichwa kule gerezani, wanafunzi wake walikwenda kubatizwa tena kwa jina la Yesu, na ili waweze kupata roho nyingine, kwa maana kwamba alikuja kumpatia roho wanadamu, lakini zile nguvu shetani alibaki nazo. Alimwachia zile nguvu za kutawala. Kwa hiyo yoyote ambaye anaweza kashinda, hii ndio imani ya kumshinda shetani, ni kuwa na imani ya Yesu pamoja na taratibu za kumtii Mungu. Unapata roho nyingine. Ndio nasema amin, asiyekubali kubatizwa hawezi kupata uzima wa milele. Akasema pamoja kwamba umeshika sheria nini kila kitu kibao, lakini pamoja na hayo lazima ukabatizwa. Lakini pia unaweza kubatizwa, lakini kama ushikisha, lazima wewe ni muovu, kwa mwache dhambi, usitende dhambi. Kuna taratibu, sheria ambazo hata sheria hizi zipo nyumbani kwako. Hakuna mwanadamu ana sheria hata nyumbani kwake kuna sheria. Kwako ni Ikulu, kwani nyumbani kwako na mamlaka napo. Umejiwekea miliki yangu, kama miliki yangu mimi ni hii hapa. Hapa ni kwangu, hamna vya rais wala mbunge wala waziri mkuu hapa. Hapa kwangu, miliki yangu. Serikali yenyewe na mipaka yake. Kwa utaratibu huu ambao alioweka Mungu ana maana yake. Kwa hiyo ndugu zanguni, tusishikiwe akili. Anasema mwizi ni yule ambaye unashikiwa akili. Ukiona mtu anamuibia mwenzake, ameshikiwa akili na yule mtu. Yaani wewe unapokwenda kumwibia mtu, maana yake umechukua akili yake. Shetani amechukua akili ya Mungu, hana kitu cha kuunda. Kwa hiyo wewe ukitengeneza mahubiri, leo Pastor Makerubi naye hubiri masaa haya, hakuna mtu ambaye anaweza kuhubiri kama mimi. Ingia kwenye YouTube, angalia akaunti zote, wale wachungaji, maaskofu wanavyohubiri na mimi ninavyohubiri. Linganisha, nifuatilie. Ingia kwenye YouTube, andika Pastor Makerubi, angalia mahubiri yangu. Ukishaangalia mahubiri yangu, yapime na mahubiri ya wachungaji ya kirokore huko, walokore siu mashehe, alafu yalinganishe, utakuta kuna karama tofauti. Ukiziiga, maana kama umechukua akili yangu. Leo Nyerere aliyokula Tanzania, mpaka watu wanaiga sauti yake, wengine wanatafuta namna kufanya kama yeye, lakini pia unakuwa umemwibia yeye. Lakini yoyote katika kutengeneza, anasema wanafunzi wa Yesu wakafanana na Yesu. Pastor Makerubi, ukiniangalia kwa makini hata maneno yangu, itajikuta wakati mwingine utafanana na wale mitume wa Yesu. Na kuelekeza hilo, angalia Isaya 65:17 mpaka 19. Kwa hiyo baba yetu Isaya mwenyewe akatabiri, tazama atazaliwa mtoto mwanamume, pia ataitwa Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Baba yetu Isaya alielekezwa hadi habari za ulimwengu unaokuja. Mungu ana tabia ya kusema kinabii. Huu ni unabii kabla ya jambo kutokea. Mungu anaongea na watu kwa njia ya unabii. Leo nazungumza jamani, kuna ulimwengu mwingine baada ya huu. Msibweteke. Leo watu wamebweteka. Yaani hapa duniani usibweteke. Duniani hapa hapana issue. Ni bora ulale kwenye mapango kama wazee wetu baada ya Yesu kuondoka,
wakaenda kujificha kwenye mapango, wengine wakaenda na mbwa. Walivyoingia kwenye mapango miaka 300 wanakuja kushtuka tu, sio kama tumelala jana. Yaani watu walienda kujificha, hawataka kumwabudu mnyama, wakachukua mbwa wakaweka pale mlangoni, wakaingia kwenye mapango, alafu pia wakapata usingizi. Miaka 300 wamelala, wanakuja kushtuka, wanaangalia zile pesa waende wakanunue vitu. Sasa huyu mfalme mbona zamani sana huko? Ndio maana leo unaweza kulala usingizi ukashangaa kama umelala saa 1, kumbe umelala masaa kibao, umeamka asubuhi, muda mrefu umelala. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuelekeza jambo lake kwa kupenda. Leo kuna watu wamelala makaburini huko, wale waliotenda mema wakija kuamka watasema tulilala jana. Yaani pale alipofia atakapoamka, yaani watu wanapokufa sio kwamba atafufuka yaani ndio okay, atafufuka, wewe utamuona, tunazungumza kwamba atafufuka kule makaburi, lakini pale roho yake ilipotoka, yule mtu atakapoamshwa, parapanda itakapolia 144, wale waliofufuka na Yesu akipiga vinanda nini kila kitu, na wale waliokataa kumwabudu mnyama na sanamu yake wanafufuliwa. Anasema wale walioko kule makaburi ndio watakaosikia parapanda na unguruma, lakini sisi tulio hai tutaona mbingu zinafunguliwa tu. Tutamwona Yesu, tutasema, tutapiga magoti, tutasema huyo ndio Mungu wetu, ndio Mungu ambaye anayekuja kutusaidia. Wale walioko makaburini watasema mimi mbona nilala jana hapa? Hapa nilala jana. Kumbe alikuwa makaburini huko, ameshaoza muda mrefu huko. Acha mambo ya Mungu bwana. Mungu bwana, acha kabisa wewe. Wewe jiulize tu, ulikuwa kwenye kachupa tumboni, leo unapiga unaongea tu, unashindwa kuelewa habari za Mungu. Mungu bwana anasema, Mungu katika Isaya ile 65 ile 65:17 na mpaka ile 17 mpaka 19 anasema, maana tazama, anasema maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya. Angalia ile Isaya 65:17 mpaka 19. Isaya alikuwa ni mtume, hii alielekezwa mambo ya mbeleni, alikuwa nabii huko. Anasema mwezi tumejengwa juu, wakatoa unabii. Mwezi huo nyota nini kina Yohana Ufunuo huko, anaelekezwa mambo live huko. Ukisema ufunuo maana yake ni kitu kilicho wazi. Anasema maana tazama, mimi Mungu naumba mbingu mpya na nchi mpya. Anaumba dunia nyingine, ulimwengu mwingine, anaeleza na mambo ya kwanza haya, anasema na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala mambo ya kwanza hayatakumbukwa, hayataingia moyoni, lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi ni viumbavyo. Maana tazama, naumba Yerusalemu uwe shangwe, na watu wake wawe furaha, nami nitaufurahia Yerusalemu, nitafurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu, Sauti, asema sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake, tena, wala sauti ya kuomboleza. Atafuta machozi. Maana Mungu anasema katika kitabu hicho cha Isaya 65:17 mpaka 19, maana Mungu anaumba dunia nyingine, ulimwengu mwingine. Ulimwengu huu, dunia hii haitakumbukwa. Kwa hiyo Isaya 66 pia alielekeza 22 mpaka 66, 22 mpaka 24. Isaya 66 22 mpaka 24
Bado ameelekeza kuna ulimwengu mwingine ambao Mungu ameelekeza tutakuwa tunaishi mle ndani, na ile siku ya saba tunatoka nje ya ule mji, tunaenda kuangalia juu ya mizoga ambao waliokataa utaratibu wa kumtii Mungu. Katika kitabu cha Isaya 66 20 na 66 ile 66 ile 22 mpaka 24, Mungu anatoa unabii kabla jambo lenyewe, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, yani asema Mungu, ndiyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana, nao watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walioniasi, maana watu hao watakuwa funza. Kwa hiyo huu ni unabii ambao ulitolewa hata kabla Yesu hajafika hapa duniani, na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Amosi, kitabu kile cha Amosi 3:7, maana Mungu atatoa siri kwa watu wake. Mungu anatoa siri kwa watu wake, katika Amosi 3:7. Hii ni siri. Ukijaliwa neema hii, ukasikia sauti hii, manake wewe uliandaliwa kabla misingi ya dunia kuwepo. Ndio wanasema tueleze watu, kuna watu watasikia sauti ya Mungu, na ndio maana kuna mbegu. Kuna mbegu ambazo za misisimko za kwenye mawe. Wanaweza kafly habari, lakini utekelezaji kopo. Wao wanasema kopo hamna. Miba. Wengine makerubi anachokisema ni kweli, lakini sasa mabilioni, mapesa, magorofa yangu mimi kufuatilia ya mambo. Miba hiyo. Shughuli nyingi, mambo mengi, afu nakufa kesho. Majani, maua. Lakini pia hata ukisoma kitabu kile cha Isaya ile 24:3, dunia hii itafanya tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Hii dunia watu tunajidai, tuko bize, tafuta Mungu hapana. Alafu mwanadamu mwenyewe ukimwangalia mwanadamu ni sawa na mavi. Mwanadamu anatembea na mavi. Huyu mwanadamu leo asipoga siku mbili tu ananuka. Leo amevaa umeovo yani. Tuko safi nini. Ukitaka kujua mwanadamu ni sawa na mavi, afu akae ndani siku 3. Kama utakaa humo ndani. Kama utakaa humo ndani. Mavi hayo. Nguo, tunaona wale vichaa, wale wehu. Hawaoga na vazi zile nguo chafu. Ndio mfumo wa mwanadamu. Na unapomuona yule mwehu ujue kwamba kuna shetani. Mbona kuna masikini na matajiri jamani? Na ndio maana hao watu waona waliobarikiwa wana makufuru wa kutokumheshimu Mwenyezi Mungu, sababu wataona zile mali walizozipata ni za kwao. Watu wameweka mapesa, wameyachimbia chini. Hawezi kumpatia pasa makerubi akahubiri. Wameyachimbia chini, wamefungua akaunti yao, mapesa yao. Atumpi makerubi bwana. Mungu anatumia njia zake. Makerubi atapeleka injili. Makerubi atasema kwa namna ambavyo Mungu anavyotaka, hata kama umechimbia pesa zako chini. Wewe Mungu ukitaka kujua Mungu ana uwezo, angalia maskini. Yeye ndio amempatia ule mji mkubwa, yani yale makao wasema ni rahisi zaidi kwa masikini kupita kwenye tundu la sindano. Hivi tundu la sindano unaelewa? Hata mkiwa na imani kama punje la haradali. Yaani mchipunje la mchicha. Yaani ile sindano ni kitu tundu kadogo sana. Lakini tajiri ngamia kubwa. Kwa sababu mtajiri akiwa na pesa, nikitaka kula si hela ipo. Kila kitu chepesi. Lakini unapokuwa hauna ile pesa utamwomba Mungu.
ni sawa na chakula. Chakula huwezi, kama sio chako huwezi kukila, yaani huwezi kukitamani. Lakini chakula kama ni chako utakitamani. Ni sawa na mwanamke. Mwanamke kama sio wako huwezi kumtamani. Mwanamke ambaye ni wako ndio unaweza kumtamani. Ndio maana hata Mungu kwenye bustani ya Eden, Mungu alikuwa anataka muda ufike ndipo wazae. Yaani muda ule ufike ndio wazae. Mungu ana uwezo akatoa ile shauku, yaani ile hamu ya kimapenzi. Wengine wanasema nyege, misisimko ile. Unakuwa huna misisimko unapokuwa weki kwenye yake. Kwa Mungu ana uwezo wa kutoa ule msisimko, kama Paulo akamwondoa misisimko. Yesu mwenyewe akawa hana misisimko mpaka muda wake utimie. Leo kuna watu wangapi wanakuwa na ile hamu ya misisimko, wapate watoto na wapate watoto mpaka Mungu apende pati mtoto. Badilisha wanawake 10,000, 1,000, 1,000 ngapi huko. Na ndio maana Selemani akampatia wanawake 900 na vimada 300. Waone kwamba kuna ladha gani humo. Mbona mnahangaika na masuala hayo? Usipime wake 9,000 na vimada 300. Jumla 1,000 na kitu, kuna 200. Wanawake wote wa kwako. Alimuelekeza kwamba jamani, haya mapenzi, yaani mwanamke kama sio wake huwezi kumtamani. Kwa hiyo ina maana kwamba, na ndio maana walivyokaribiana pale, nani akatupa kule India. Ndio maana kuna mama Mungu mke kule. Lakini hata kusema India Mungu mke, lakini mbona Marekani nani wanafanya mambo mazuri. Unaona? Kwa hiyo bwana, angalia kitabu kile cha Ufunuo 21:10 mpaka 22. Ninavyokuelekeza haya nina maana. Mungu, kuna wengine hawafahamu mambo haya. Hapa na unaongea na Mungu kupitia ujumbe wake. Katika kitabu hicho angalia hicho kitabu cha Ufunuo Yohana 21. Ufunuo Yohana 21. Ufunuo Yohana hiyo 21:10 mpaka 10 mpaka 22. Ufunuo Yohana 21:10. Ufunuo Yohana 21:10 mpaka 22. Naona umeshapata wote. Naona umekuwa mnatafakari kwanza. Pastor Makerubi anaongea nini? Unajua unavyotoa makomola, unapiga bomu hili, mfunguke akili. Watu akili zenu zimelala tu. Watu akili zimelala. Wako bize, kesho wanakufa. Anasema akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu na wenye utukufu wa Mungu na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kitu chenye thamani nyingi, kama kitu cha yaspi safi kama bilauli. Hiyo 21:11, kwamba ule mji ulikuwa na mwanga ndani yake ukishuka kutoka mbinguni. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12. Ndo majenzi na kuwekeza majenzi. Ramani imeshajengwa, mji umeshaisha huo. Anasema ukuta mkubwa mrefu, fence, una fence. Mkuta mkubwa mrefu, fence ndefu, wenye milango 12, wale nyota. Yaani una milango 12 ambao watapitia wanadamu. Ule mji una milango 12, wale wanafunzi wa Yesu. Na watakaa pale, zile roho za wanafunzi ndio watapita humo. Na katika ile milango malaika 12. Pia kuna malaika, ndio maana mwanadamu pia anakuwa na malaika. Kuna malaika 12. Na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3. Ule mji upande wa mashariki kuna milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Ule mji una milango 3. Ukiingia mashariki 3,
huku magharibi mitatu, kusini mitatu, kaskazini mitatu. Jumla milango 12. Ule mji una taa taa, milango mitatu, na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12. Yaani misingi yake, unaona ile fence ya kwanza, msingi wa kwanza unapita wa kwanza. Mafensi ya usipime, sio kama safina kamlango kiki. Fence yake ukuta 12. Na kuelekeza mji ulivyojengwa, ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12, majina pia 12 ya wale mitume 12, ya wale mitume wa Yesu 12. Huwezi kuingia mbinguni kama watii wanafunzi wa Yesu. Yaani kuingia mbinguni uangalie mitume walichokisema. Wale ndio watakaye kwenda kuhukumu ule mji. Mungu akawapatia ufalme wanafunzi wake, na sisi tumepewa ufalme kwa kuwafuata mitume wa Yesu, ambao ndio nyota, ndio taji. Na kila binadamu ana nyota, ana taji, ana kipawa chake, ana karama zake. Wale mitume 12, na anasema katika ile 13, upande wa mashariki milango mitatu, na upande wa kaskazini milango mitatu, na upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi milango mitatu, na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12, na mwana kondoo. Yaani wale mitume katika ile misingi iliyozunguka ile milango watakuwa 12 waliochaguliwa na Yesu wale, na mwana kondoo Yesu mwenyewe aliyokuja kutupatia roho nyingine 15. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu apate kupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Ule mji ni wa mraba, Yerusalemu, na kuelekeza ujenzi wa ule mji ambao uko tayari kwenda kuishi. Mungu Bwana ndio maana anatoa siri kwa watumishi wake. Ule mji ni wa mraba, upana wake sawa, urefu wake sawa, urefu, yaani mraba ni kote sawa, ni wa mraba. Katika ile 21:16, na ule mji ni wa mraba na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500. Yaani urefu wake ukapimwa. Urefu wa ule mji ni sawasawa na mapana yake. Ukapimwa mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili yake ni 1,500. Yaani marefu yake ule mji ni 1,500. Marefu yake na mapana yake na kwenda juu kwake na ni sawasawa. Yaani ule mji kwenda juu ni sawa, chini sawa, marefu yake yote ni maili. Urefu wake anasema ni maili 1,500, 1,500. 1,500 ndio urefu wake, mapana yake ni hiyo. Akaupima ukuta wake, ukapata dhiraa 144. Yaani akaupima ukuta wake ni akapata dhiraa 144. Wale waimbaji watakayokuja na Yesu atapokuja pale angani, katika kitabu kile cha Ufunuo Yohana ile 14:1 kushuka nayo na kwenda nayo hiyo, kuna watu wataimba wimbo parapanda 144 kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa na, yaani majenzi yake ni yaspi, dhahabu safi, mfano wa kioo safi. Majenzi ya ule mji ni dhahabu safi.
Leo ndio watu wanahangaika na hizi dhahabu. Ukishuka hapo chini kuna dhahabu yani imeganda dunia nzima, yani hacha kabisa. Leo madhahabu hamtayamaliza. Ndio maana akasema hata atakapokuja Bwana Yesu dunia hii dunia haitaisha. Kwani kule Ulaya nafikiri hakuna mashamba? Wanasema ukienda Marekani, New York, Uingereza kule kuna misitu, kuna mashamba kama South Africa, kama Tanzania. Watu wamebanana pale Dar es Salaam, wamebanana tu. Banana. Ukitoka yani Dar es Salaam ukitoka kilomita kama 5 tu. Nafikiri 5 au 6. Pale Mkulanga tu pale. Ukifika Mkulanga, nyumba zimeshaacha. Ukifika Kimazichana huko, mapori. Kuna maeneo wanauza heka shilingi milioni 1 heka. Hapo tu Kimazichana, karibu tu. Mapori hamtayamaliza, madhahabu mnahangaika nayo huko jamani, yote hamtaweza kuyamaliza. Kwa hiyo hii ndio ule mji ulivyojengwa. Jaspi safi. Katika kitabu hicho cha Ufunuo wa Yohana 21, Ufunuo wa Yohana hiyo 21 10 mpaka 22. Haya ni majenzi yake. Jaspi safi za kioo safi. Jinsi ule mji ulivyojengwa. Katika 21:11, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Kwa hiyo ina maana kwamba ule mji ni mji ambao umejengwa kwa hali ya juu sana. Umejengwa vizuri kuliko huu. Anasema katika 21 ile 18, na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi. Na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi, mfano wa kioo safi. Yaani majenzi ya ule ukuta ni yaspi safi, mfano wa kioo. Mtu anatembea anajiona. Unachukua kile kioo, watu wanaojitazama. Kioo, pasa makirumu unaniona hapa. Maono. Yaani unatembea unajiona. Chini unajiona, juu unajiona, ukutani unajiona. Na kuelekeza jinsi ya pepo. Unatembea unajiona yani. Unatembea unajiona. Wajua Mungu bwana anakuelekeza jambo lenyewe ndio maana unajiona yaspi safi. Ukuta mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ulikuwa umepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, na wa pili yalikuwa samawi, wa tatu kalkedonia, wa 4 zumaridi, wa 5 soldaniki, wa 6 akiki, wa 7 krisolitho, wa 8 zabarajadi, wa 9 yani wa 9 yakuti ya manjano, wa 10 kristoploso, wa 11 hiakinto, wa 12 amethisto. Yani ulipamba kwa madini tofauti kama vile tiles. Unakuta tiles nyeupe, blue, nyekundu. Yani kama vile yani nyeupe hii 12 yani umepambwa acha usipime ule mji bwana. Na ndio maana 21 na ule 21 na ile milango 12, na ile milango 12 ni lulu 12. 21. Ufunuo wa 21. Na ile milango 12 ni lulu 12. Kila mlango ni lulu 1, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo king'avo. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu mwenyewe ni mwana kondoo ndiyo hekalu lake. Yaani kwenye ule mji hakuna makanisa, hakuna hekalu, hakuna misikiti. Yaani ule mji hakuna, umuoni mtu. Unamuona Yesu amekaa. Acha kabisa. Yaani 21 Ufunuo wa Yohana. Hebu angalia hapo Ufunuo wa 21. Jamani, huyo ndio Mungu wenu jamani, aliyofanyika kuwa binadamu. Na usiniulize swali, na ndio maana akasema pale katika Ufunuo Yohana
amekuja kwa jina la Baba. Yohana ile akaeleza 5:43. Anasema na ile milango 12 ni lulu 12, ile milango na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja. Yaani ile milango 12 ina lulu moja ya kio safi, iko vizuri Utapita wapi kama wale mitume wa Yesu hawajakukubali? Utapita wapi? Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo king'avu. Nami nikauona nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu mwenyewe Mwenyezi na mwana kondoo ndiye hekalu lake. Yaani huo ndio mji unaosikia Yerusalemu peponi, majenzi ya ulimwengu mpya. Hakuna giza, hakuna mwezi, hakuna nyota, hakuna mvua. Hii mvua ilikuja kipindi cha dhambi, baada ya uasi pale kwa baba yetu Nuhu. Angalia kitabu kile cha Yohana ile 14:1 mpaka 21. Jamani, huo ndio mji bwana ambao Mungu ameenda kutuandalia. Yohana wa Patmo hapo, angalia Yohana, kitabu cha Yohana ndio yule Yohana ufunua Yohana ameweka wazi. Hakuna maficho kwamba kuko wazi. Leo tunababaika na ulimwengu huu ambapo Mungu alisema katika kitabu kile cha Ufunuo Yohana 14:1, akasema msio na mashaka, nimeenda kuandalieni dunia nyingine, ulimwengu mpya. Yohana 14:1 mpaka 24. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao. Asema msifadhaike, msio na mashaka mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Mungu sio Mungu, angesema maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muweze nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Anasema ameenda kutuandalia ulimwengu mwingine, na anakoenda yeye anaijua njia. Kwa hiyo tusiseme kwamba eti Mungu hajaenda kutuandalia mahali. Angalia Wakorintho wa kwanza 6:9 mpaka 10. Angalia Wakorintho wa kwanza. Ndugu yangu, 6. Wakorintho wa kwanza 6. Hii dunia ni dunia ambayo tumepewa wanadamu kuishi hapa kwa muda mfupi, kama tulivyokuwa tukiishi tumboni. Ndio maana Mungu akatupa namna ya kuweza kuishi hapa kwa muda. Angalia Wakorintho wa kwanza 6:9 na 10. Mungu anasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Yaani majambazi, wezi, matapeli, waongo wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawezi kupata uzima milele. Msidanganyike. Washerati, yaani msijidanganye mkaona kwamba inawezekana. Hapana, anasema msidanganyike. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu. Washerati hao, wala waabudu sanamu, wanafundisha kinyume na Mungu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Hawa wote ni katika ziwa lile liwakalo moto kwa kiberiti. Leo dunia wanaadhimisha jinsia moja, mwanaume kwa mwanaume. Hivi wewe unaweza kumtamani mwanaume mwenzako? Mungu alivyomtengeneza mwanamke, utamtamani kutokana na yale mazingira. Wewe mwanaume mwenzako wapi na wapi? Wanawake wameisha. Sodoma.
Mungu akasema mtakapoona dalili mpaka kama za Sodoma, dunia inaenda mwisho. Anasema warawiti, wafiraji, majambazi, wanafundisha vya uongo hawezi kupata ule mji mwingine ambao Mungu aliyokwenda kutuandalia. Katika kitabu cha, kwa wale ambao wanasema wafiraji, wazinzi, wasingiziaji, wezi, waabudu masanamu, wajue katika ile Wakorintho wa kwanza ile 6:9 mpaka 10 wafahamu. Mungu anakuambia uzima milele uko ndani yenu, kwamba tunaelekeza watu wako. Angalia Wathesalonike wa pili 2:7 mpaka 12. Wathesalonike ile wa pili. Ndugu yangu, Mungu anawaelekeza watu kabla jambo lenyewe haliyatokea, na anatoa siri kwa watumishi wake. Katika Wathesalonike wa pili 2:7, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa, hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu, kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu aletea nguvu ya upotevu ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini maandiko. Yani leo dini zimekuwa ni biashara. Leo dini zimekuwa ni makampuni. Leo dini ni biashara, watu wanapiga hela pale kwenye dini sasa hivi. Dini leo sasa hivi ni biashara. Watu hawafuati yale ya Mungu, wako kibiashara zaidi. Wanatoa mapepo. Miujiza ipo kwa ajili ya watu ambao hawana imani bwana. Yaani ukiziona watu wanafanya miujiza, hao hawana imani. Hawana imani. Na ndio maana Yesu akafanya miujiza ili watu waweze kuwa na imani. Miujiza ipo kwa ajili ya watu ambao hawana imani. Dini leo ni makampuni, mashirika, taasisi za dini, biashara. Watu wanafanya biashara zao bwana kwenye dini. Siasa na uongo. Leo dini zimekuwa ni biashara, siasa na uongo. Kiangalia watu, hebu jaribu kupima mafundisho nini? Pesa tu. Wanakushika na kusukuma ni kwa nguvu anguke chini. Yaani sasa hivi wengine wanakuwekea gongo hapa. Piga hela. Wewe kama Yesu anakuja kesho anaua wote, ngana ingizwa ndani, anapiga kiberia, anakusanya pesa zao, wanawekwa ndani watu. Yesu anakuja kesho kuta anawekwa ndani, watu wanazunguka, anapiga mafuta, anapigwa moto, akusanya pesa zao zote, anaondoka nazo. Fuata maandiko jamani, ikusaidie. Leo tuko kwenye mabaki. Mnapotea wapi? Mmefeli wapi? Fanyeni utafiti. Tupo nyakati za hukumu ya walio hai. Saa ya mwisho. Ulimwengu mwingine Pastor Makirubi anakuelekeza. Angalia Petro wa pili 3:7. Ni nyakati ambazo yule asi, yule shetani, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, miujiza mingi, kazi, lakini yuko anayezuia sasa. Hata atakapoondolewa huyo asi, hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi. Leo tunafunua shetani sasa. Watu wanataka uzima wa milele, dakika za nyongeza hizi za saa za mwisho wakaingie, ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake. Yesu anapokuja anatoa moto kwenye mdomo wake. Wale wanafikiri Yesu anapokuja kwamba atachukua kiberiti. Yeye ni neno, akisema kitu kinakuwa. Dunia aliumba kwa kutamka. Yaani neno maana yake, Pastor Makirubi anasema neno linaumba. Nikisema hivi litaumbika. Haya nayasema tutayaona mbele. Isaya alisema, na kweli Yesu alizaliwa. Kwa hiyo
hiyo tusibabaishane na miujiza. Hata Freemason wanafanya miujiza. Leo kuna matapeli wengi tunafanya miujiza. Angalia Petro wa pili pale. Ni wakati ambapo unapokwenda kumaliza masaa haya, jitahidi na wewe kujipanga. Jitahidi, kwa sababu Yesu alivyoingia pale patakatifu anatuombea. Anatuombea ili na sisi tuweze kupata uzima wa milele. Petro wa pili 3:7 anasema, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Mcheni Mungu nao mzishike amri zake, katika kitabu kile cha Mhubiri. Mhubiri anasema mcheni Mungu na mzishike amri zake, sheria zake, taratibu. Anasema wasiomcha Mungu. Anasema katika ile waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro anasema 3:7. Lakini mbingu za sasa, lakini mbingu hizo tunazoona za blue, hizi mbingu na ardhi hii, yaani hii dunia sasa imewekwa akiba kwa kupigwa moto. Leo tunajidai dunia hii Mungu ameandaa kuipiga moto. Atakaposhuka na ule mji kutoka kwenye kambi, kina Enoko, kina Elia, mitume na manabii, na kina pasa makirubi, rajipe mwenyewe Bwana. Tukishuka na ule mji, mtataka kuzingira kambi, atatoa moto, utamlamba shetani, kwa sababu shetani amefanya dhambi mno. Ezekiel anasema shetani amefanya dhambi mno, na hakuna atakayeungua zaidi kama shetani. Shetani ni muongo, asili yake ni uongo, baba uongo. Ananisikia? Yuko hapa duniani. Ukitaka kujua shetani yupo, angalia wachawi. Wachawi ni binadamu wanafundishwa ile taratibu za kichawi. Makuhani wa kishetani, waganga. Mimi ni kuhani wa Mungu. Anasema watu wa Mungu ni moto katika ile kitabu cha Waebrania. Na Mungu ameweka malaika kuwalinda, hawezi kuingia kwa pasa makirubi. Nazungumza haya. Kwa hiyo hii mbingu, dunia hii, na shetani mwenyewe, na wale mitume na manabii wa uongo, watu ambao wanafundisha kinyume na maelekezo ya Mungu, wote hao watapigwa moto. Na wanadamu, kondoo waliopotea, watu ambao wamekataa kusikiliza yale Mungu aliyosema, watapigwa moto, watakuwa majivu chini ya dunia hii. Kumbukumbu lao tutakuwa tunatoka kila siku ya Sabato katika ulimwengu unaokuja, katika Isaya 66:22, Isaya ile 66:22 mpaka 24. Tunatoka nje katika ile milango 12. Milango mjenzo tunaona wamekuwa funza. Anasema katika ile kambi, wale ambao hutawaona kule, wapo kule kwa shetani, kwenye mauti ya pili. Napokwenda kumalizia, Mungu sio muongo. Ndio maana mbingu hii tunajidai imewekwa akiba kwa kupigwa moto, inalindwa hata siku ya hukumu. Sasa hivi kuna malaika 4 wameshikilia hii mbingu, kusiwepo na manyukilia na mavita. Hakuna yoyote atakayefanya fujo mpaka tumalize ushuhuda wetu. Watakapotoka wale malaika, mapigo yanaanza. Corona wakasema corona jamani haitaisha. Jamani, Mungu bwana akamaliza kisilencer tu. Na ndio maana Isaya ile 24:3 akasema, 24:3 Isaya, dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Yaani Mungu anasema dunia hii tuliowekeza, tumechimbia mabilioni ya hela, tunaacha kufanya kazi ya Mungu kuwapatia kina pasta makerubi. Na Mungu amesema watu wa Mungu watakula kazini kwao. Hii ni kazi. Ninapopambana hapo napiga kelele, naacha kufanya kazi zangu ninaoelekezeni. Hii ni kazi kama mtu aliyeajiriwa maofisini. Na wewe unavyoelewa unajengea kama unapompa makerubi umempa Mungu. Mungu anakula hela yako, anakula pasta makerubi ili apeleke injili, ili aleo. Na wewe fungu lako ni kupata uzima wa milele, maisha yasiokuwa na mwisho. Anasema kwamba dunia hii
itafanywa tupu, itaharibiwa kabisa na kufanywa vibaya. Maana ukweli wa mambo, Mungu amesema neno hilo, alimesema katika Isaya 24:3. Na ndio maana Petro apita 2:7 asema mbingu hii na dunia hii, Petro apita 2:7, itaharibiwa. Imewekwa akiba kwa kupigwa moto na shetani. Kwa hiyo tunapoilisha masaa haya, tufungue Ufunuo Yohana 22:6 mpaka 21. Tukaendelea tukafanya kazi zetu. Pastor Makerubi amemaliza, na wewe ukaendelea na shughuli zako, tukisubiria uzima wa milele. Ufunuo Yohana 22:1, Ufunuo Yohana 22:6 mpaka mwisho pale 21. Hapa tunamaliza Biblia. Kwisha kabisa hapo. Usipomsikiza Makerubi, hata yeye Yesu akija hawezi kusikia. Anasema Mungu katika Ufunuo Yohana 22 mstari ule wa 6 mpaka 21, 22:6 mpaka 21. Nafikiri tunaiona vizuri hapo, tusikizane kwa makini. Kisha akaniambia maneno haya, niamini na kweli, naye Bwana Mungu na wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake, yaani watumishi wake, mambo ambayo hayana budi kuwapo upesi. Na tazama, naja upesi, heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Nami Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nilianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako nilio na ushuhuda wa Yesu. Mshuhudieni Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Anasema angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wa wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Mshuhudieni Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye kuiba, majambazi waendelee kufanya ujambazi wao, na mwenye haki aendelee kufanya haki yake. Ile Ufunuo Yohana 22:11. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami. Ujira wangu ni sheria, utaratibu wa Mungu. Kwa nafikiri kuja kulipa mishahara hapa. Ujira, watu nafikiri ujira ni mishahara. Maana hii kazi naifanya, hii ni kazi, natakiwa nilipwe. Ujira wake upate uzima milele. Anasema tazama, naja upesi. Anakuja Yesu, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, yaani kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Yaani Yesu alitambulisha wazi kwamba yeye ni kila kitu. Yeye ndio wa kwanza na wa mwisho. Yeye ni Alfa na Omega. 22:12. Anasema tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega. 22:13. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri azifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima, kwamba wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Yaani wazifao nguo zao, wafanyao haki, wanaofuata maelekezo ya Mungu, na kuingia mjini kwa milango ya kupita. Ule mji umejengwa na mageti babu kubwa, kwa kuwatia wale mitume wa Yesu na kwa Musa kule. Huko nje wako mbwa, yaani huko nje kule ambako hawamtii Mungu, wako mbwa na wachawi na wazinzi
na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Yaani huko kwa shetani huko ndio kuna wachawi, kuna majambazi, wezi, waabudu masanamu huko. Na wasema wote hao ni mbwa. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi. Yaani Yesu ndio shina na uzao wa Ibrahimu kule kwa Daudi, uzao wake ukaanzia kwa Daudi. Ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Pakanga. Kila mtu nyota yake, nyota yenye kung'aa asubuhi. Asema anajitambulisha. Mimi Yesu. Yesu hapa anajitambulisha. Kila mtu anajitambulisha bwana. Yeye anajitambulisha Yesu. Mimi Yesu katika ile Ufunuo wa Yohana 22:16. Ufunuo wa Yohana 22:16, utambulisho wa Yesu. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia. Yesu amesema kerubi, sasa ametumwa na Yesu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na roho za bibi harusi waseme njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote akiyaongeza, watu wanaweka maibada yao, mafundisho yao, wakiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Ufunuo wa Yohana 22:19. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima, yaani katika mji ule wa Yerusalemu, mji wa uzima, na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Yeye mwenye kuyashuhudia haya aseme naam, naja upesi. Amina. Na uje Bwana Yesu. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Baba milele, Mungu mkuu, asante. Masaa haya tumejifunza na kuelewa kwamba ujenzi wa ulimwengu mpya peponi umetufundisha. Wakati huu ambapo watu tunafanya shughuli zetu, tunafanya mambo yetu, tunaendelea kuelekeza haya kwa wakati wa saa ya mwisho. Kwa hiyo Mungu, tunakuomba wale uliowachagua kabla hata wajazaliwa, ulisema unawajua walio wako na wako wanakujua wewe. Wasikie sauti hii, wakajifunze, wakaelewe. Halafu utakapokuja tuwe wote. Kwa hiyo Mungu, tunakuomba masaa haya, shetani kazi yake ni kufunga ufahamu, kutuweka bize, kutokufuatilia, kuzalau, ili hatimaye muda ufike uende kuchomwa naye moto. Tunapatilisha, ututetee na kutusaidia ili haya yasitokee. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Utupatie leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tusamee wadeni wetu, usitutie majaribuni na kitokone ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Basi tukutane mbinguni. Amina.